Nilikuwa natafakari leo tunaomba nini? Leo tutashukuru tu. Tutakuwa na maombi ya shukurani kwa sababu tangazo la kuzaliwa kwa Yesu lilileta furaha na amani kwa ulimwengu. Na kuna wimbo wanaimba furaha kwa ulimwengu. Unaona, Yesu amezaliwa wanavyodai kwamba alizaliwa tarehe ya leo. Sisi hatutaki kuyajua hayo. Tunachojua Yesu alikuja ulimwenguni akavaa mwili nasi tukaona utukufu wa Mungu Baba. Alitumwa kama neno la Mungu aliyezaliwa katika tumbo la Bikira Mariamu na hatimaye akafanyika kuwa mtu kamili. Na ndio maana alikuwa anaitwa mwana wa Adamu. Sasa huyu Yesu alipokuja duniani alijiita mwana wa Daudi au mwana wa Adamu. Maana yake nini? Kipindi cha Adamu kilikuwa ni kipindi cha giza ambacho kilikuwa na huzuni. Watu hawakumuona Mungu na hapakuwepo na Mungu katika kipindi hicho, mpaka Yesu alipozaliwa akamfunua Mungu kwenye kifua cha baba yake, na ndio ulimwengu ukatangaziwa kwamba nuru imekuja kuwaangazia wale waliokwenda katika uvuli wa mauti. Nuru kuu imewaangazia, na inatajwa kwamba atazaliwa na Bikira Mariamu ambaye alikuwa hajawahi kukutana na mwanaume, lakini akabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kama habari njema ilivyoletwa na malaika katika mji wa Daudi pale Bethlehem. Kitabu cha Luka, Injili ya Luka sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 14. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya ng'ombe. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani na atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu uliowaridhia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ni tangazo la habari njema za kuzaliwa Mwokozi wetu Yesu Kristo duniani. Wakati nilipokuwa na tafakari kipindi kile cha ulimwengu wa Wayahudi, walikuwa wamelala, mji umejaa shughuli mbalimbali, guest house zimejaa, watu wakila na kunywa, na shughuli zikiendelea kama kawaida. Ulimwengu wa Wayahudi au wa Kiyahudi ulilala. Akaja malaika akatangaza habari
akawaambia, msiogope, nawaletea habari ya furaha. Kwa hiyo ujio wa Kristo Yesu duniani ni kuleta furaha na amani kwa ulimwengu. Ukiangalia kipindi kile toka anguko la Adamu mpaka Yesu anazaliwa, kiliitwa kipindi cha giza. Mungu alinyamaza, ingawa alitumia manabii kuleta habari na kutangaza habari za ujio wa Kristo, lakini habari hizi hawakuziamini. Kwenye kitabu cha Isaya anasema, ni nani atakayeziamini habari tulizozileta? Watu wengi hawakuamini mpaka leo. Ukiangalia watu wanaoadhimisha sikukuu ya Krismasi, lengo lao ni kunywa, kula, kuvaa na kufanya anasa au starehe. Lakini lengo kuu sio furaha kwa ulimwengu kama Mungu alivyokuwa amekusudia. Watu wanashindana kunywa, wanashindana kuchinja, wanashindana kuvaa. Sio dhambi kuchinja, sio dhambi kuvaa, sio dhambi kula, isipokuwa lazima ujue nini kusudi la kuzaliwa kwa Mwokozi wetu. Na kila mwanadamu anapozaliwa katika nyumba au mji fulani, kuna kuwepo na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote tumezaa watoto. Ukizaa mtoto wa kwanza inakuwa furaha sana, wa pili pia. Ukizaa mtoto wa kiume ni furaha sana, ukizaa mtoto wa kike ni furaha sana. Sasa Yesu alitangazwa miaka 750 kabla hajazaliwa. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 7 mstari wa 14, ukienda mstari wa 9, sura ya 9 mstari wa 11, utaona habari za Yesu au Kristo Yesu zinatangazwa kwa ulimwengu ili watu wajiandae kwa ajili ya kumpokea. Ukisoma kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 1, anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanya kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Ukienda ule mstari mwingine anasema, alikuja kwake bali walio wake walimkataa. Sisi tulipompokea tukafanywa kuwa watoto wa Mungu kwa sababu tunaliamini jina la mwana wa Mungu Yesu Kristo aliyezaliwa. Habari njema ni kuleta furaha. Watu wengi tumekuwa na uchungu, huzuni kwa mambo mengi ambayo tumeyapitia kwa mwaka uliopita. Tunauita mwaka uliopita kwa sababu umesazia siku 7. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, kwa kuwa Yesu alizaliwa na tangazo likatolewa kwamba huyu anayekuja atakuwa ni furaha kwa ajili yenu, kwa ajili ya ulimwengu. Na hata ukiangalia jinsi ulivyokuwa zamani, ulikuwa ni mtu uliyejaa kuchanganyikiwa, maisha magumu, magonjwa ni wewe, mapepo ni wewe, na habari za umaskini zilikuwa zinatangazwa kwenye maisha yako, na unaishi kwa kukubaliana kwamba umaskini ni haki yako. Lakini baada ya Yesu kuja kwenye maisha yako, ukampokea, akakuangazia nuru, giza likatoweka au giza likakimbia. Leo unaona, leo unasikia, tena unajisikia furaha, tena unajisikia amani, kwa sababu mkombozi aliyezaliwa ulimwenguni au duniani amekufanya na wewe uzaliwe upya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kipindi kinachokuja cha mwaka kesho cha kumweka Mungu mbele kitakuwa ni kipindi cha furaha. Kipindi cha nini? Cha furaha na amani. Tutafurahia mwaka huo. Hautakuwa kama mwaka huu ambao tumeumaliza. Utakuwa ni wa tofauti kabisa, na tutasahau mapito magumu tuliyoyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana ya taarifa ya habari njema za furaha kwetu na amani kwa ulimwengu wote. Ukisoma vitabu vyote vinaelezea habari za Yesu. Huyu Yesu aliyekuja duniani alitangazwa miaka 750. Ukisoma vizuri kwenye vitabu vya manabii wakubwa na manabii wadogo, ilichukua miaka 750 mpaka Yesu aje duniani.
na ndio maana Wayahudi hawakumwamini, kwa sababu kama tangazo lilitolewa, manabii wote wakafa wakaisha, alafu kikazaliwa kizazi ambacho sio cha manabii, tukafika kitabu cha Malaki. Malaki imechukua miaka 400 mpaka Yesu anazaliwa. Kwa hiyo Wayahudi walisahau kabisa kwamba kuna mtu anaitwa Yesu atakayezaliwa duniani na kupitia kwa Bikira Mariamu. Usoma vizuri kwenye kitabu cha Isaya, ndio kinatoa unabii juu ya kuzaliwa kwa Yesu. Na ukienda kitabu cha Isaya sura ya 53 kinazungumza habari ya yeye atakavyopigwa, atakavyosulubiwa, atakavyokomboa ulimwengu, na kwa kupigwa kwake sisi wote tulipona. Kwa hiyo Yesu alileta furaha, maana wote tulikuwa wagonjwa, tulikuwa tunaumwa, na wengine tulikuwa tumehukumiwa kufa. Akatubadilishia kifo na misiba ikawa uhai pamoja na kuishi. Leo tunaishi kwa sababu ya jina la Yesu, na kama sio Yesu leo tusingekuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Hatuishi kwa sababu tumekula pilau, tumekula maini, tumekula kuku. Ni kwa sababu ya mkate wa uzima. Yesu anasema yeye ni mkate wa uzima, yeye ni chakula cha uzima, yeye ni maji ya uzima, yeye ni mti wa uzima. Kila yeyote atakayemwamini au atakayeliamini jina la Yesu atapata uponyaji, atapata uzima. Na leo utapokea uzima kwa sababu furaha imetangazwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda leo tumshukuru Mungu kwa sababu ya kazi ambayo Mungu aliifanya na aliitimiliza. Kwa hiyo Mungu anaweza akaahidi jambo likapita miaka hata 500. Pengine sisi unabii tunaoutoa leo unaweza ukaja ukafikia vizazi vyetu, wajukuu wetu wakaja kurithi, wakakuta vile tulivyoongea au tulivyofundisha vinawatokea kipindi chao, kama sisi ambavyo tumekuja kutokewa na Yesu kipindi cha kwetu. Lakini wale wababu zetu hawakumuona Yesu na wala hawakuwa na habari na Yesu, lakini sisi tulipozipokea, tulipoziamini habari hizo, tukafanywa kuwa wana, tukafanywa kuwa warithi. Biblia inasema sisi ni warithi wa baraka za Ibrahimu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tunarithi baraka za Ibrahimu ingawa hatujawahi kuishi Israeli, ingawa sisi sio Wayahudi wala sio Waebrania, lakini kwa kuzaliwa Yesu na sisi kumwamini Yesu akafanyika kuwa mkombozi na mwokozi wa maisha yetu, na sisi tunarithi baraka zote za Ibrahimu. Wewe ni mbarikiwa na unarithi baraka za Ibrahimu katika Kristo Yesu, ambaye yeye alijitoa kwa ajili ya kuja kukukomboa na kukununua. Wewe uliyekuwa umeuzwa, wewe uliyekuwa una madeni, wewe uliyekuwa unadaiwa, yeye akalipa deni ya gharama la dhambi na akatutoa dhambini, na leo tunaitwa watu huru. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wimbo tunaimba, nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia kwa bei ya mauti yake. Kwa Yesu alikuja kutununua, kutulipia gharama. Kwa kuzaliwa kwa Yesu hakuna maana kama Yesu asingekubali kufa, lakini kwa sababu alikubali kufa, hilo ndio tendo kuu lililozaa kanisa. Kanisa lisingezaliwa kama Yesu asingekuja kufa, kwa sababu Adamu wa kwanza aliuza uzaliwa wake wa kwanza. Adamu wa pili, Yesu Kristo, alikuja kuturudishia heshima na ufalme wa utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu. Leo tunatembea kwa kulinga kwa sababu sisi tumekombolewa, sisi hatudaiwi, sisi hatuna madeni. Mtu mwingine anaweza akawa na waza na madeni ya chakula, madeni ya pesa ulizonunua kujenga nyumba na kadhalika. Kumbe madeni sio ya pesa. Kuna madeni ya gharama ya mauti ambayo tulipashwa kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye anaweza akatoa uhai wake kwa ajili ya watu. Yesu alikubali kutoa uhai wake. Nataka nikuambie, inawezekana umetokea sehemu ndogo, kijiji kidogo, kama ambavyo walisema, laweza jambo jema kutokea Nazareti? Watu wengi walidharau katika mji wa Efrata au mji wa Daudi, Bethlehem, na kule Nazareti, mahali ambako Yesu alikulia. Waliona kwamba hakuna chochote kinaweza kutokea, lakini habari njema zilitokea mahali pasipojulikana. Hata kama wewe ulikuwa hujulikani, utajulikana mwaka kesho. Utajulikana tu mwaka kesho, watakujua tu, kwa sababu Yesu ambaye alikuja duniani alikuja kututambulisha.
na leo tunatambulika na utatambuliwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yuko Yesu ambaye anaishi kwenye maisha yako au moyoni mwako, anayekufanya kuwa nuru ya ulimwengu, na yeye alikuja kuangazia ulimwengu uliokuwa na giza. Bwana Yesu asifiwe. Turudi kwenye kitabu cha Isaya sura ya 4 mstari 14. Alafu tuende mbele kidogo. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume. Angalia neno mwanamume, sio mwanaume, mwanamume. Aliyefanyaje? Tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Emmanuel. Maana ya Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Na ndio maana Yesu alipozaliwa alikaa katikati yetu. Aliishi pamoja na watu, alihudumia watu, alibeba mahitaji ya, aliwalisha wenye njaa, aliwavika waliouchi, aliwaponya walio na majeraha, alitangaza uhuru wao, aliwatoa watu magerezani. Na ndio maana utaona aliponya vifafa, wenye mapepo, wagonjwa waliokuwa na magonjwa ya kufa au ya kufisha wakafufuka. Alifufua wafu kwa sababu yeye ni habari njema. Sema yeye ni habari njema za furaha. Nataka nikuambie, Yesu anaweza akakutengenezea maisha mapya leo, kwa sababu ukimtafsiri tofauti hutapata ukombozi wa nafsi yako na pia hata mwili wako. Kwa ni vizuri kuamini kwamba Kristo alipokuja duniani alimaliza kazi yote. Mimi sioni kuzaliwa kama kuna historia kubwa kama kumaliza kazi. Biblia inasema ni heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikitoka duniani watu wataanza kuona yale niliyoyafanya, au sio? Hivi ninapoishi hakuna mtu anayenithamini wala anayegundua kwamba huyu mtu ana kitu ndani yake, mpaka siku nitakapotoka, kwa sababu umuhimu wangu ndio watu watauona. Na Yesu baada ya kuambwa pale msalabani, ndipo watu wakagundua kwamba kumbe huyu alikuwa mwana wa Mungu, kwa sababu ya ishara. Anasema nanyi mtaziona ishara. Na tumeona kwenye kitabu cha Injili ya Luka, anasema atakuwa ishara kwa ulimwengu. Na leo ishara hizo zitokee kwenye maisha yako, kwamba huyu Yesu ambaye alikuja duniani, lazima uzione ishara za kuzaliwa kwa Yesu kwenye maisha yako. Kuna mabadiliko kwenye maisha yako, hatua kwa hatua. Nguvu, imani na utukufu wa Mungu utaonekana kwenye maisha yako baada ya kumwamini Yesu. Na baada ya kumpokea Yesu unazaliwa upya, kama yeye alivyozaliwa kwenye tumbo la Bikira Mariamu bila kubeba mimba kibiolojia, lakini akazaliwa kwa neno. Na ulizaliwa kwa neno kama Kristo alivyozaliwa. Na Biblia inasema alituzaa kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Na kwa kuwa Kristo Yesu ndiye aliyesababisha tuzaliwe, tuitwe wana. Leo sisi ni wana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtoto, kuna mwana. Na ndio maana inataja, Biblia inasema mtoto atazaliwa, kwa sababu alikuwa mtu, alivaa mwili, lakini mwana anazaliwa kutoka juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi sote tumezaliwa mara ya pili kutoka juu. Halo? Au bado wewe hujazaliwa? Tumezaliwa, tunaitwa wana. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Sisi ni wana kwa sababu Yesu alikuwa mwana wa Mungu, na sisi ni wana wa Mungu. Akatupa jina lilipitalo majina yote, kama yeye alivyopewa jina linalopita majina yote. Na leo
tunatangaza habari njema. Mwambie jirani yako habari njema za furaha. Kuna wengine hawana furaha, wanafikiri kula pilau ndio furaha. Mimi nawauliza, kila siku nakula mimi leo nimeona sina sababu ya kuchinja hata kuku. Sina sababu hata ya kula nyama. Sina sababu, kwa sababu nakula kila. Watu wengi wanadhani wakila leo ndio wamemla Yesu. Yesu sio nyama, Yesu sio pilau. Yesu ni neno la Mungu linaloleta habari njema za furaha. Juzi hapa tulikuwa na msiba nchi nzima wa watu kuuawa. Ni giza. Unaona watu wengi wanatengeneza bunduki waue watu, wananunua risasi ili waue watu. Na wakati unaomba madaraka unasema nitawatumikia. Lakini ukishaingia madarakani unanunua risasi za kuwanyamazisha watu. Kipindi kile cha wakina Herode, ukisoma habari za Herode, na baada ya Yesu kuzaliwa kukatokea mahesabu ya kuhesabu watu. Usiku ule Mungu akamwambia Yusufu na Mariamu, mkimbie mwende Misri. Yesu hajawahi kufika Marekani. Yesu hajawahi kufika Uingereza wala Japani wala China, lakini alifika Afrika. Ila sisi wa Afrika hatujioni kama wa thamani. Tunajiona tuko chini. Mtu mmoja alikuwa anafundisha, mwanafalsafa mmoja. Anasema hivi, wafalme wote duniani walikuja Afrika kutafuta hekima. Walikuja Afrika kuja kuangalia uzuri wa miundombinu iliyokuwa imetengenezwa kipindi kile. Elimu ilikuwa kubwa sana Afrika. Kulikuwa na watu ambao ni wanafalsafa wenye akili kubwa, wana hekima duniani. Walitoka Japani, walitoka India, wakaja Afrika. Na Yesu alikuja Afrika. Musa alizaliwa Afrika. Yesu amekulia Afrika. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wa Afrika hatutaki kujiona sisi ni wadogo, ni dhaifu. Sisi ni watu wakuu mno. Na ndio maana bara la Afrika limebeba rasilimali zote. Utajiri wote dunia umetoka Afrika. Hamtaki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maajabu makubwa sana duniani. Kuna mlima Kilimanjaro, kuna jangwa la Sahara. Vyote ni vivutio. Kuna wanyama duniani kote hawapo, wako Afrika. Kuna watu wenye ngozi ngumu, hata wakipigwa jua, hata wakilala njaa, wakiumwa na viroboto baada hawafi. Alafu muongeze na Yesu sasa hapa akae ndani. Alafu Yesu akubariki utajirike sasa. Una vyote, ngozi ngumu, baridi wewe, njaa wewe, viroboto wewe, kila kitu. Mwafrika ni mtu hatari. Na ndio maana Afrika lilikuwa ni kimbilio la Wayahudi. Miaka 430 utajiri waliutoa Afrika. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja alikuwa anasema wazungu walifanya makosa. Israeli ile ni kipande cha Afrika, lakini wakakigawa wakatengeneza Mashariki ya Kati. Hakuna bara linaitwa Mashariki ya Kati. Pale ni Afrika. Na ukiangalia Misri ilivyo na Israeli pale ni mamoja tu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie habari njema za furaha. Sema habari njema za furaha. Kwa mfano, nilikuwa nafundisha jana, nikasema hivi, mtu akiwa anaumwa hawezi kula chakula. Ni kweli eti? Haya, akifiwa chakula kinaenda. Akiletewa habari mbaya hawezi kufurahi. Sasa Yesu alikuja kutuletea habari njema za furaha. Hata kama tulikuwa tunaumwa tunaambiwa sisi ni wazima. Anasema huzuni na kuugua kutawakimbia. Kwa hiyo leo magonjwa na huzuni vikimbie kwenye maisha yako. Habari za matatizo yaliyokuwa yanatunyemelea na tukabili, kila siku unatembea asubuhi na wazo umeinama, baada ya kutangaziwa habari njema za furaha unaanza kujisikia huru. Kwa mfano, mtu akuletea habari njema kwamba umechaguliwa kuwa mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa, au rais amekutoa wewe mbunge wa viti maalum, unajisikiaje hapo mjini? Mtu mmoja alikuwa ananiambia, akasema tulipataga waziri hapa
Ushetu, sinakumbuka. Sasa akawa ananisimulia, mimi nimempa lifti, kaanza kuropoka na niambia na hivi kwa sababu sio mtu wa huku, ni mtu wa Mbeya huku. Paka ananiambia, sasa bwana, jirani yetu tulishangaa, nyumba yake maaskari wakajaa, wanajeshi, maaskari, magari, ulinzi. Tuka tunashangaa kumetokea nini? Kumbe jioni yake wanakuja kumtangaza kuwa ni waziri wa ulinzi. Ndio maana tulikuwa tunamwona mkimya, kumbe mtu alishachaguliwa. Ukichaguliwa, taarifa zinaenea na mazingira yako ya maisha yako yanaanza kubadilika. Kwa tunapookoka au tunapookolewa, tunatangaziwa habari njema za furaha. Unatoka katika hali ya uduni au hali ya umaskini au hali ya ufukara, tunatangaziwa hali bora, maisha bora. Ni kweli sio kweli? Kwa sababu mimi nimekaa na ninyi kipindi kile mnazaliwa hapo. Kwani mlikuwa mnafanana hivi? Ofisi ile ilikuwa inajaa uchafu. Wakisimama sio walikuwa natoa wapi jasho. Yaani ukimaliza ni kudeki, floor nyeupe inakuwa nyeusi. Lakini leo ni watu bora. Leo mnaweza kutoa uchafu. Leo nalala pabaya. Habari njema za furaha. Habari njema nini? Za furaha. Mimi nilikuwa natafakari mitume wote na manabii wote na hata dini zote, hakuna dini yoyote inaweza kulinganishwa na umaarufu alionao Yesu. Dunia nzima leo imenyamaza, mpaka Uchina wanajua, na ndio maana wanatengeneza hata mapambo kwa ajili ya kusherehekea habari za ujio wa Yesu. Hata kama hawasherehekei, lakini wanajua kuna mtu mmoja maarufu duniani alizaliwa katika mji wa Bethlehem. Na duniani kote anasema iwe amani. Leo kote hakuna vita. Ngoja nikwambie, Urusi leo hawapigani vita na Ukraine, haipo. Hata Waarabu hawapigani vita, ni kimya, kwa sababu habari za furaha, na itakuwa amani kwenu. Kwa hiyo itakuwa amani kwa ulimwengu, kwa sababu mkombozi wa amani au mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Turudi kwenye kitabu cha Isaya sura ya 11. Tuanzie mstari wa 11. Na katika siku hiyo Bwana atapeleka mkono wake mara ya pili, ili ajipatie watu wake watakaosalia kutoka Ashuru na kutoka Misri na kutoka Pathrosi na kutoka Hamadu na kutoka visiwa vya bahari. Naye atawaendea mataifa, atawatwekea mataifa bendera. Atawakutanisha watu wa Israeli waliotupwa. Atawakusanya watu wa Yuda waliotawanyika kutoka nchi 4 za dunia. Na wivu wa Efraimu utaondoka, na wale wanaomuudhi Yuda watakatiliwa mbali. Yuda hata muudhi Efraimu, nao watashuka, watarukia bega la Wafilisti upande wa magharibi, nao pamoja watawateka wana wa mashariki. Watanyoosha mkono juu ya Edomu na Moabu, na wana wa Amoni watawatii. Na Bwana atawaangamiza kabisa ulimi wa bahari ya Misri
na kwa upepo wake uteketezao atatikisa mkono wake juu ya mto. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia habari zinazoandikwa hapa ni jinsi ambavyo dunia itapata mageuzi au mabadiliko. Ukiangalia hata zile kalenda walizokuwa wakizitumia kipindi kile cha utawala wa Warumi na pia hawa wa Griki waliokuwa wamejaa hekima duniani, waliokuwa wakitawala dunia kwa hekima zao, mambo yote yalibadilika baada ya kuzaliwa kwa Yesu. Kila kitu kilibadilika, na leo tuna kalenda ambayo inahusiana na kuzaliwa kwa Yesu. Waislamu wameamua kutotumia kalenda hiyo, wanatumia kalenda ya Mtume Muhammad ambayo ina miaka 1000 sijui na ngapi. Unajua kuzaliwa kwa Yesu kuna lifespan ya miaka 600 anakuja kutokea Mtume Muhammad. Halo? Miaka 600 baada ya Yesu kutoka duniani ndio Muhammad anazaliwa, kwa sababu Wayahudi walilala, hawakujua kwamba Mungu amewapa sifa na heshima kwenye nchi yao, na ndio maana linaitwa taifa takatifu. Si kwa sababu lilipewa Ibrahimu, kwa sababu atazaliwa mwana, ndio maana linaitwa taifa takatifu. Na ndio maana utaona hata Waarabu wanaigombea ile nchi, kwa sababu ya nani? Ya Yesu atakayezaliwa hapo. Panaitwa patakatifu kwa sababu mtakatifu alizaliwa pale, na sisi ni watakatifu tuliozaliwa kwa njia ya imani. Leo tunatembea tukijidai kwa sababu tumewekwa huru. Ukiendelea mbele hapo utaona mistari inazungumza habari za Yesu. Nasema wale waliokwenda katika giza kuu, nuru kuu imefanyaje? Imewaangazia. Mimi nakipenda sana kitabu cha Isaya. Isaya ni mtu ambaye alimuona kweli Mungu, na utaona anaeleza habari za amani, habari za furaha kwa ulimwengu, mageuzi yatakayotokea duniani. Waliokuwa maskini Mungu atawafanya kuwa matajiri, atawainua. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasoma habari za uvumba na manemane, dhahabu. Wafalme wanapelekewa nini? Dhahabu. Kipindi Yesu anazaliwa, wale mamajusi hawakwenda mikono mitupu, walienda na fedha, walienda na dhahabu, walienda na uvumba na manemane, kwa sababu mfalme anatukuzwa. Maana dhahabu ni utukufu au fedha ni utukufu, ni vitu ambavyo vinaleta heshima au vinavyoonyesha mamlaka ya utawala au dola ya mfalme. Yesu hakuwa mwanadamu wa kawaida au hakuwa mfalme wa kawaida, lakini alibeba utukufu wa kiungu. Na ndio maana wamajusi walikesha wakitarajia habari njema zilizotangazwa, na wakasubiri mpaka siku hiyo imetokea, na wakapeleka zawadi. Bwana Yesu asifiwe.